Leo bana nimewaletea story ya udada ambaye alipitia matatizo makubwa sana kwenye maisha yake. Na utoka uamini, siku ya leo ilikuwa ni siku yake ya ndoa, lakini siku ya leo ndio siku ambayo ilikuwa imebeba maumivu makubwa kweli kwenye maisha yake. Ni siku ambayo haji kuja kuisahau kwenye maisha yake. Alifunga ndoa vizuri kabisa bila changamoto yoyote, na huyo mwanaume ambaye alikuwa amempenda vibaya mno, na huyo mwanaume ambaye anakwenda kwa jina la Deogratias. Na utoka uamini, baada ya ndoa kilichofuata kitumbua kilitafunwa, yani bidada alinjunjwa. Na asubuhi na mapema bidada alikuwa akimwamsha mume wake ilimradi aweze kuwahi kazini, lakini kila akimwamsha, utoka uamini, mume wake ni wajuzi. Mume wake alipoteza maisha baada ya kufunga ndoa na kuweza kufanya tendo la ndoa. Utoka uamini ni kwamba mshikaji alipoteza maisha pale pale. Kumbe hivi vitu vinawezekana eti. Kumbe ni kweli, kuna watu wanasemaga kwamba kuna watu wanakufa baada ya kuweza kufanya tendo la ndoa. Kumbe ni kweli bana. Mshikaji alinyosha, madhaki alikuwa akilia kwa uchungu. Alilia kwa uchungu vibaya mno, kwa anamlaumu bidada ambaye anakwenda kwa jina la Jemima kwamba huyu dada ndo amemuua mtoto wake, amemuua mtoto wa dada yake. Huyu madha bana ni mama yake mdogo na yule mshikaji ambaye amepoteza maisha. Utoka uamini, kijiji kizima kilimkamata mtoto wa kike. Muuaji huyo, muuaji kaua mume wake, kaua mume wake. Bidada alipewa kesi ya kuweza kumuua mume wake. Ilikuwa ni huzuni kweli kwa upande wake. Walimpeleka mpaka kwa mwenyekiti wa kijiji. Babake mdogo na mshikaji alikuwa ni wa moto vibaya mno. Ameniulia kijana wangu, kijana ambaye alikuwa akinilea. Huyu ni muuaji, lazima naye afe kama ambavyo amemuua mwenzake, na tuweze kulifumbia macho hili. Bidada utoka uamini kwamba alinyolewa nywele. Ndo tamaduni za hichi kijiji, walimnyoa nywele mtoto wa kike ambaye anakwenda kwa jina la Jemima, kwamba ni lazima aweze kulipa yale ambayo ameyatenda. Alikuja kufungiwa kwenye hichi chumba na huyu Bishangaz, mamake mdogo na mshikaji ambaye anaitwa Deogratias. Ni lazima uweze kuhukumiwa kwa kitu ambacho umekifanya. Wewe ni muuaji. Jamani, mimi sijamuua. Wewe ni muuaji. Wewe ni kashetani kadogo kadogo, mchawi mkubwa. Kila mtu alimuona bidada kama ni mchawi eti, na walimnyoa pala. Walimnyoa pala eti. Jamani, chiki alivyonyolewa pala, jamani, kipala ngondo. Mdada watu alikuwa akilia, kamekuwa kabaya eti. Baada ya kunyolewa kipala, kamekuwa kabaya. Kalikuwa kakilia tu, ni huzuni. Mama yake mkwe anamtesa eti. Mama yake mkwe anamnyanyasa. Na dada letu linakwenda kwa jina lo mkwe anamtesa mke wa mtoto wake. Ni kiazi tu. Najua bado hujasubscribe YouTube channel yangu. Tafadhali naomba ufanye hivi kwa sababu hii ni channel yangu mpya. Kuna watu wanaulizaga kwamba ni wapi nitapata movie za Genius kila siku mpya. Basi kuanzia leo hapa ndo utakuwa ukipata movie zangu mpya kila itwapo leo. Tafadhali chini ya video hii upande wa kulia kuna maandishi yameandikwa neno subscribe. Bofya hayo maandishi, yatakusaidia uwe ni mtu wa kwanza kupata movie zangu kila itwapo leo. Shabiki ambaye hataki kusubscribe YouTube channel yangu, jamani ya subscribe hapo basi. Na basi bana, huko upande pili tunakutana huyu Mdingi. Leo alikuwa na furaha kubwa kwa sababu anampokea mtoto wake wa pekee. Advertise inaanza, mshikaji katimba akiwa ameweka mguu juu ya mlango wa gari, na mwamba alikuwa akishuka akiwa wa moto. Mdingi anasema mwanangu huyo sasa, lakini mshikaji utoka uamini, mwamba kaanza manjonjo manjegeka. Umutu, mimi ndo mameni yo, mimi ndo content creator wa mwaka wa mbele. Mshikaji anakata viuno, kata mama kata katika umutu. Mdingi anabaki anashangaa, dingi hayo madingi, naona madingi kama kawa gai. Huyu mtoto unaniita migai? Mi baba yako mkubwa. Dingi na wewe. Afu usinite dinge mtoto. Hivyo na kile timamu. Mwamba utoka uamini. Mdingi anampokea mtoto wake kutoka nchini Marekani. Na mshikaji alikuwa anasomea udaktari, lakini cha ajabu ni kwamba mshikaji karudi akiwa ni content creator. Sikia nikwambie kitu kimoja, usiniletee uhuni nyumbani kwangu. Dingi na wewe. Uso uhuni bana. Huu ni unyamwezi man. Au unanionaje? Yo, umeona mtoto ameharibika? Mtoto kaoza kabisa huyu. Eti amekuwa kama wakina Genius huko, amekuwa kama wakina Kiledio. Huyo Kiledio haniwezi chochote. Mimi ndo content creator wa mwaka wa mbele Mdingi. Nitakupeleka Marekani uende ukaonana na Jay-Z, ukaonana na Chris Brown. Safi guy. Hivyo. Mdingi anabaki anachangaa. Mshikaji alikuwa amechangamka vibaya mno. Content creator wa mwaka wa mbele. Mimi ndo content creator nimechangamka. Haya umutu ni neko. Babake mshikaji kapanda juu ya gari. Kata mama kata katika umutu. Mshikaji ni viuno tu pale. Digasa mtoto ameoza. Mtoto kaoza.
mtoto wetu huyu ndo mtoto wangu kweli? Huyu ndo mtoto wangu ambaye nimempeleka Marekani kusoma? Mtoto kaoza. Mdingi alikuwa ni wa moto vibaya mno na alimweka mshikaji kitako. Lakini dingi kwa ni shida iko wapi? Mimi ni content creator. Content creator ndo nini? Ndo nini? Ndo hivyo. Unajua bana, kuna kazi zingine bana ni ngumu hata kwenda kujitambulisha ukweni. Ni kama mimi hapa Genius sauti ya Simba. Hivi unadhani nikienda kujitambulisha ukweni ndo naulizwa unafanya kazi gani? Unadhani nitasema nafanya kazi gani? Mimi content creator, sijui mimi nafanya movie recap, sijui nawafurahisha watu. Haya sasa, mke wangu ananiambia ngoja akaangalie movie za Genius. Unadhani ndapewa mke? Zungumza tu wewe shabiki yangu. Hivi mkwe akapata nafasi ya kufuatilia movie zangu tu, unadhani kuna mtu atanipa mtoto wake? Ndio kitu ambacho Mdingi alikuwa anamfokea mwanae. Hiyo sio kazi mwanangu, inabidi utafute kazi nzuri. Huo ni upumbavu, huo ni ujinga. Mimi sikukusomesha ili uje ufanye ujinga. Huu sio ujinga dadi. Content creator ni kazi kama kazi zingine. Ni kazi gani? Kujidhalilisha mitandaoni mwa kijamii? Umekuwa Genius wewe, unawaambia watu menjunjo humu tu. Ni kujidhalilisha huko. Inabidi ufanye kazi za maana. Wewe umesoma, wewe ni daktari, inabidi uende ukafanye kazi. La sivyo litakuwa tukio chafu, alafu Mdingi akawa anajichenga. Dingi na wewe unazingua bwana. Mimi ndo content creator wa mwaka wa mbele. Basi bana, leo mshikaji alikuja kutimba mpaka Kitaiki. Amekuja hapo kwa sababu kuja kushuti. Unajua tena ni content creator, lazima angalie nyumba kali kwa sababu kushuti. Guy, hizi nyumba ni kali vibaya mno na hii apartment ni kali vibaya mno. Kuna apartment 3 hapa zinafanana, na wao miamba alikuwa amekodisha apartment moja kwa sababu ya kuja kushuti content. Na basi mdogo wakawa wanazama ndina. Ili ndo jengo ambalo amekuja kwa sababu ya kuja kushuti. Mshikaji alikuwa happy kinoma noma. Jamani, kila sehemu ni pakali. Kila sehemu tunapata content kari. Ndiyo Guy, mimi si nilikwambia. Yani kameramani alikuwa amechangamka vibaya mno. Kameramani wa mwaka wa mbele. Basi alifika mpaka ndina. Mshikaji kuangalia kila sehemu ni pakali, kila location ni kali. Jamani mashabiki zangu, hapa ndo nyumbani kwangu. Nataka nikawaonesha sehemu ambayo huaga nalala, ni sehemu ambayo mimi na sleep nini. Nalala man, mimi ndo niga. Kila mtu ananijua mpaka kamba The Don, mpaka Genius ananijua. Ngoja nikawaonesha sehemu ambayo mimi nalala. Huko ndo chumbani kwangu ambako nalala. Hapa ndo sehemu ambayo huaga na sleep. Lakini ghafla mshikaji akajikwaa alidondoka. Kumbe ndo chumba ambacho alikuwa amefungiwa bidada ambaye anakwenda kwa jina la Jemima. Wamba wamekosea nyumba, wamekodisha nyumba lakini wameingia nyumba ambayo sio. Guy, usimguse huyo, usimguse. Huyu mwanamke ndo mwanamke ambaye nilikwambia kwamba amemuua mume wake yeye mwenyewe. Ndo huyu anasubiri baada ya siku 30 aweze kuuawa. Ni kwamba bidada anasubiri baada ya siku 30 aweze kuuawa. Mshikaji anamgusa, usimtachi, usimguse. Mume anamgusa bidada, kila sehemu ya mwili wake bidada na maumivu. Mshikaji alimwambia shida nini? Tatizo ni nini? Unaumia au? Ndio, walimtembezea mtimbo wa kufa mtu. Sikia, niambie, ongea na mimi. Unahitaji msaada gani? Mimi nina uwezo kukusaidia. Yaani chochote nina uwezo kukusaidia. Usimsikilize huyu. Nitakusaidia. Zungumza na mimi. Lakini utoka uamini. Ni kwamba bidada alikuwa hasemi chochote. Guy, achana na huyo. Tujichenge. Huyo demu kamuua mume wake mwenyewe. Kivipi? Kamuua mume wake na anasubiri baada ya siku 30 ni lazima uawe na yeye. Ni kwamba udada baada ya siku 30 lazima na yeye aweze kuuawa. Ndio tamaduni za hiki kijiji kwa sababu wanamuita bidada ni mchawi. Eti ni mwanga na wamemnyoa kipala. Mshikaji alimuonea huruma kweli udada kwa sababu anahisi maumivu na kuna mtu wa kumsaidia. Jamani, bidada akiangalia msaada unaenda. Miamba alikosea nyumba tu. Guy, unataka kufanya nini? Kaa mbali na huyu mwanamke. Huyu mwanamke ni mchawi. Kijiji kizima kinamtambua. Hakuna mtu ambaye anaweza kukaa karibu naye. Kaa mbali naye huyu. Lakini mshikaji alikuwa amepagawa. Vipi Guy, mbona uko hivyo? Mbona kama unamuonea huruma hivi? Mbona kama vile kama una kitu kama unataka kufanya? Kikweli Guy, yule mwanamke anatia huruma eti. Anaonekana kabisa kwamba anahitaji msaada. Yupi? Yule? Ndio Guy. Inabidi tumsaidie. Mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Owen. Maana huyu mwamba anaitwa Owen. Alikuwa akimuomba rafiki yake kwamba uweze kumsaidia bidada ambaye anakwenda kwa jina la Jemima. Na rafiki yake anakwenda kwa jina la Chris. Haingia akilini Guy. Yule ni mwanamke ambaye anaonekana tu kabisa kwamba anahitaji msaada. Guy, kaa mbali naye. Kaa mbali naye. Usije ukayakanyaga. Vyovyote bana. Mshikaji alikuwa amemind vibaya mno. Wameshindwa kumsaidia mdada watu. Eti kisa yule mdada alikuwa eti amemuua mume wake.
kapewa kesi ya kumuua mume wake na kijiji kizima wote wanamuita mchawi. Basi miamba walizama kwenye ndinga pale na mdogo mdogo wakawa wanajichenga. Na baada ya siku 2 kuweza kupita, utoka uamini, mwamba alikuja eneo lile lile. Alikuja kwenye ile nyumba ambayo walikosea, wakaingia mpaka kukutana na yule dada ambaye alikuwa anasubiri siku 30 limradi aweze kuuawa. Basi mshikaji utoka uamini, kama unavyojua ni kwamba mwamba huyu ni daktari, alikuja na vitu vya matibabu kwa sababu ya kuweza kumtibia udada, na alitimba mpaka chumbani. Bidada haamini, yule mshikaji karudi tena, yule wajuzi amerudi tena. Basi mshikaji kaweka stendi yake pale na kanamuuliza, vipi, niambie, una shida gani, una tatizo gani, na vipi waliokufungia huko ndani wametoka, si ndio? Basi sikia nikwambie kitu kimoja, kuwa huru, kuwa na amani, mimi nitakusaidia, nitakutibia, uniambie tu una shida gani, una matatizo gani, na mimi ni daktari na pia ni mtu mzuri, kuwa na amani, nitakusaidia. Mwamba alimwahidi bidada kwamba ni lazima msaidie, kuwa na amani, niamini tu. Bidada anatamani kuongea kitu lakini anashindwa nini aseme. Mwamba akamwambia kuwa na amani tu, wala usijari, mimi nimedhamiria kukusaidia. Bidada akanahitaji kuweza kunyanyuka pale, lakini utoka uamini, maumivu ni makali. Basi mshikaji akagundua kwamba bidada alikuwa na maumivu makali kwa sababu ya kichapo. Akampatia dawa. Hiyo ni dawa ya maumivu na ni bingwa hiyo dawa kutoka Marekani, itakusaidia. Na basi mshikaji akawa anamnyanyua bidada pale, kamkalisha kwenye kochi. Bidada hali yake ni mbaya vibaya mno. Basi bidada akawa anamshukuru mshikaji pale. Hatimaye umeongea sasa. Toto mwenyewe, nitaka nishangae, huwezi kuwa bubu mwanamke mrembo kama wewe. Nimefurahi kweli, hatimaye sasa umeongea. Hii inadhihirisha kwamba na wewe ni binadamu kama mimi. Niambie, shida nini? Kwa nini kila mtu anakutenga? Kwa nini umefungiwa kwenye hichi chumba? Na ni kwa nini unakubali kufungiwa? Kwa nini usitoroke? Kwa sababu nikiangalia kuna nafasi za kutoroka, ila wewe ni mwanamke mrembo kweli. Alafu mshikaji akawa anamgonga bidada pale, lakini bidada na maumivu makali kweli. Samahani. Maana bidada na maumivu makali kweli kwenye mwili wake, so mshikaji alikuwa akimuumiza. Mwamba kana mwaga mtoto kike, kavaa radio yake pale, ni content creator, yani muda wote mshikaji ukimkuta yupo lede. Na mdogo mshikaji akawa anajichenga, hutoka uamini, fumanizi, wewe mpumbavu, unafanya nini hapa? Na wewe ni nani? Umepata ruksa kwa nani kuingia kwenye nyumba? Sema wewe ni nani? Mimi ni mtoto wa Cosmas. Yani mtoto wa Cosmas ndio uingia kwenye nyumba za watu bila ruksa? Kwa nini umeingia kwenye nyumba? Na nini ambacho kimekuleta hapa? Sema, nini ambacho kimekuleta? Kilichonileta hapa, niligundua dada anauma kwa, nimekuja kumtibia. Na ghafla bidada kule ndani akawa anapiga kelele. Basi mdogo ikabidi waweze kuzama mpaka ndani. Bidada alikuwa akihisi maumivu makali kinoma noma, maumivu makali, na mshikaji katimba kumwangalia bidada. Bidada hali yake ni mbaya vibaya mno, inabidi ende hospitali. Kufanya nini? Inabidi ende hospitali. Mimi ni daktari, wewe ni daktari. Ndio, mimi ni daktari, inabidi ende hospitali haraka iwezekanavyo, la sivyo huyu anaweza kafia hapa. Ukabaki wanashangaa na wazee kwamba tafia hapa, njoo tuzungumze huku. Haiwezekani kumpeleka hospitali, huyu ni ngumu. Ndio, ni ngumu, haiwezekani. Kivipi tumpeleke hospitali? Ni jambo ambalo haliwezekani. Sasa kana jadili, ikabidi waweze kutoana mpaka nje. Kiukweli ni ngumu kumpeleka hospitali, itatuletea shida hii, italeta shida, inabidi waweze kuadhibiwa hapa. Mbona kama siku 30 zimekaribia tu, bado siku 7 tu. Ndio, of course lazima tupambanie. Na mshikaji alitoka baada ya kuweza kumpatia huduma ya kwanza bidada, ila akawasisitiza inabidi mumpeleke hospitali. Okay, fresh, jichenge na pumbavu ni. Ndio hivyo na wasisitiza, lazima ende hospitali. Naondoka bana, vinakuhusu nini? Ndio nimeshawaambia, la sivyo anakufa huyu. Mwamba alikuwa akiwaambia kwamba bidada atapoteza maisha endapo atampuuza, na mshikaji simu ilikuwa ikiita pale. Basi mshikaji alikuwa akijichenga. Uzuri ni kwamba wamemjua kwamba ni mtoto wa Cosmas, yani Mr. Cosmas ni mtu ambaye ni maarufu kweli hapa kijijini. Mother alikuwa akilalamika vibaya kwa sababu hawawezi kumpeleka bidada hospitali na hawawezi kukubali bidada aweze kuafia humu ndani. Utoka uamini, mdingi kabidi aweze kumfuata mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Owen, na kilichomleta hapa ni kumuomba Mwamba aweze kumtibia bidada ambaye anakwenda kwa jina la Jimmy, kwa sababu yeye ni daktari, hawahitaji kumpeleka mtoto wake hospitali, wanahitaji mshikaji aje kumtibia. Basi Mwamba aliweza kufanya hivyo, alimpatia mtoto wake dawa. Basi bidada akawa anakunywa dawa pale, na pia mshikaji alichukua jukumu la kuweza kumkandakanda bidada, kwa sababu bidada alikuwa akihisi joto kali. Kwa mshikaji alikuwa akimkandakanda na maji ya baridi, na akimwangalia mtoto kike kidogo afadhali alikuwa akiendelea vizuri. Huku madingi utoka uamini ni kulaumiana tu, wewe ndo sababu, wewe ndo shida, kila kitu humu ndani wewe ndo sababu. Yani
Sababu vipi? Kisa mimi ni mwanaume? Sikia nikwambie kitu kimoja, uwezo ukaniambia chochote. Mimi ndo mwanaume humu ndani, mimi ndo najua nini ambacho nakifanya. Alafu mimi nilikwambia hata kama umezingua bana, umekanyaga nyanya nyekundu, wewe mshenzi ni mshenzi mwenyewe. Mshikaji kumbe alikuwa akiwasikiliza kila kitu. Yaani wazee inaonekana kwanza kuna kitu anakificha. Yaani inaonekana kuna kitu kipo nyuma yao. Lakini utoka uamini. Dakika 2 uoga wanachokozana, dakika 2 kila kitu kinakaa okay. Mshikaji akaona nisingile vitu ambavyo havinihusu. Jamani mimi nina njaa inabidi muweze kuniandalia msosi. Msosi kivipi yani? Yaani kivipi? Mkuja kula hapa mkuja kumtibia mgonjwa? Ndio hivyo bana, siwezi kumtibia mgonjwa bila kula. Yaani matibabu na kula. Ninachokitaka ni chakula tu hapa. Hakuna kitu kingine. Tena nahitaji kuku pamoja na pilau nyoko nyako. Wewe mpumbavu nini? Nenda kupikie. Au unatuona sisi wafanyakazi wako humu ndani. Wewe mkuja kwa sababu ya kumtibu mgonjwa, mtibu jichenge. Lakini mshikaji alikaa pale anachokitaka ni mzozi tu. Hivi akapumbavu kanahisi hapa ni hotelini, si ndio? Lakini mshikaji ndio hivyo. Alikuwa akihitaji uweze kumpikia msosi kwa sababu alikuwa na njaa kinoma noma. Kwa upande pili tunakutana na babake na mshikaji ambaye anakuwa jina la Owen. Alikuwa na babake mkubwa na mshikaji. Kiukweli huyu mtoto naona kabisa kwamba sio mwanangu. Sio malengo ambayo mimi nilikuwa nahitaji kuweza kuyaona kwa mwanangu. Huyu sio mtoto ambaye nimempenda. Kwenye maisha yangu hakuna kitu ambacho najutia kuwa na mtoto kama huyu. Ni mtoto mpumbavu. Sijawahi kujivunia yeye hata siku moja. Afai kuwa mwanangu. Kila siku nilikuwa nikimwomba Mungu anipatie mtoto, lakini sio mtoto kama huyu. Mtoto mpumbavu, mshenzi, ana akili. Yaani mtoto kama huyu hata akifa ana hasara kabisa kwenye maisha yangu. Yaani simpendi hata kidogo. Mdingi alikuwa akizungumza maneno makali kwamba hampendi mshikaji ambaye anaitwa Owen, pasina kujua kwamba mshikaji alikuwa akisikiliza kila kitu, namna ambavyo mdingi wake ampendi. Nadhani kwa sababu mshikaji amekuwa ni mtu ambaye anaenda tofauti na kile ambacho babake amekuwa akihitaji mshikaji akifanye, lakini inabidi umvumilie. Maybe ipo siku moja atakuja kubadilika. Mwamba alijisikia vibaya baada ya kugundua babake kumbe hamkubali kitu ambacho anakifanya. Mwamba utoka uamini. Alizidi kuweka ukaribu na bidada ambaye anakuwa jina la Jemima, na pia alikuja kumsimulia juu ya maneno ambayo babake kamwambia kwamba yeye sio mtu mzuri, ana tabia nzuri. Bidada akasema of course, hakuna mzazi ambaye anapenda kuwa na mtoto ambaye ana tabia mbaya. Kila mzazi anapenda kuwa na mtoto ambaye ana tabia nzuri. Maybe ujirekebishe, maybe babako anaweza kukupenda. Yaani unamaanisha kwamba ndio nakubali kabisa kwamba sina tabia nzuri? Amna, lakini kuna muda inabidi uweze kumfurahisha mzazi. Mzazi anatamani uwe kama yeye, anatamani ufanye kile ambacho yeye alitamani uweze kukifanya, na ndio maana akakusomesha. Anatamani uweze kupambania kile ambacho umekisomea. Kwani mtu ni lazima eti ukisomea udaktari sijui ukisomea nini lazima ufanye hivyo hivyo? Mbona watu wanajichanganya tu? Genius sikasomea udaktari. Genius ni daktari kabisa yule, lakini sasa hivi anaburudisha watu pale, anawatiria maneno ya Kiswahili. Kwani shida iko wapi? Genius ni genius na wewe ni wewe. Inabidi uwe mtu mzuri kwa sababu une baba, une mzazi. Lakini mimi sina baba, sina mama, sina kaka, sina dada. Nimelelewa tu kwenye kituo cha watoto yatima. Alikuja mwanaume kanichukua na kanioa, lakini cha ajabu usiku mmoja tu wa penzi letu alipoteza maisha. Vipi kati yangu mimi na wewe? Yupi ana cha kupoteza? Mimi sina cha kupoteza kwa sasa, hata kama, lakini yastahili kuzungumza kwamba hanipendi. Inabidi anipende hivyo hivyo. Mshikaji akawa anajichenga, pendi yetu kuona mdingi wake ampendi. Mwamba apendi bana. Ila vipi kuhusiana na bidada? Yeye hana mtu ambaye hata anamjali kwenye maisha yake. Huku tunamwona mdingi alikuwa kitimba zake hapa. Mshikaji akamwambia, dadi tafadhali kuna kitu nilikuwa nahitaji tuweze kuzungumza. Umeniita dadi? Hata siku moja mshikaji hajai kumuita babake dadi tangu ameweza kutoka Marekani. Ndio, nahitaji tuweze kuzungumza kitu. Niambie, ulikuwa unasoma naona hapa. Basi ngoja mimi nikuache. Lakini mshikaji akasema, dadi tafadhali, nilikuwa naomba niweze kukuuliza kitu. Na basi mdingi kabidi aweze kurudi kwa kuweza kumsikiliza mtoto wake. Niambie mwanangu, shida nini? Mshikaji ndo akawa anamuuliza, vipi? Hivi yule dada ambaye anaitwa Jemima, kwa nini watu wengi wanamtenga? Na ni kwa nini wanasema amemuua mume wake wakati inaonekana tu kabisa kwamba hajamuua mume wake? Wewe unasemaje hajamuua mume wake? Unamjua vizuri. Yule mwanamke ni mchawi, ni mshirikina na kamuua mume wake kwa mikono miwili. Kwa kuwa ni mchawi na kamuua mume wake, ni lazima aweze kupewa adhabu. Na hii adhabu ndo miko na taratibu za hapa. Ni lazima aweze kufungiwa ndani kwa siku 30. After hapo ni lazima aweze kupondwa mawe mpaka kufa. Ndio hivyo bana, ni lazima bidada aweze kupondwa mawe mpaka kufa. Mshikaji alimwonea huruma bidada,
na siku leo alikuja kuzungumza naye. Pia alimuomba radhi kwa kile ambacho alimjibujibu jana. Unajua jana mshikaji alimjibujibu mtoto kike shit kulingana na namna ambavyo mtoto kike alikuwa akizungumza naye. Ila mshikaji alipata time siku leo kuweza kupiga story na bidada ambaye anakuwa jina la Jemima. Ukaribu unazidi kujitengeneza kati ya hao wawili. Kuna namna mshikaji anamuona bidada kama vile ni mtu bora, ni mtu mzuri tu, ijapokuwa watu wengine wanamtenga na kumuona kwamba ni mtu mbaya. Na siku leo mshikaji ndio alikuja kugundua kwamba huyu dada kumbe alilelewa kwenye kituo cha watoto yatima. Kwa maana huyo dada ni yatima tu, ana wazazi, ana baba, ana mama, ana kaka, hana dada, ana ndugu yoyote kwenye maisha yake. Mwanaume ambaye aliweza kumuoa ndo mwanaume ambaye pekee alitegemea kwamba atakuja kuwa mume kwenye maisha yake. Basi stori nyingi kweli zilipigwa na mshikaji alikuwa happy kweli akiwa karibu na huyu dada. Na pia mshikaji alimuomba bidada walau wewe marafiki kuanzia leo. Basi utoka uamini bidada ana hiana bana, akaamua kukubali kuwa na urafiki na mshikaji ambaye anakuwa jina la Owen. Mwamba hamuogopi, japokuwa watu wengine wanamuogopa na wampendi hata kidogo. Mwamba alikuwa akimsomea vitabu vya hadithi. Hivi daktari kweli au kuna kitu kimeshaanza kuingia katikati? Kwa sababu sio kwa kujali huku, mshikaji anajari mpaka anapitiliza. Mpaka bidada anashangaa. Na mshikaji siku leo alikuwa akimuuliza bidada kuhusiana na yeye pamoja na mwanaume wake. Alikuwa akimuuliza wameonana wapi, na ilikuwaje mpaka wakaingia kwenye mahusiano. Bidada akasema kuna siku moja bana njaa ilinizidia, ikabidi niweze kuiba simu na nikawa nakimbia. Alivyonikamata nilimwibia simu akawa ananiadhibu. Basi utoka uamini yule mwanaume ndo alikuja kunisaidia. Napo ndo ilikuwa mwanzo wa mahusiano yetu. Kuanzia hapo ndo alinipenda, akanichukua na kunifanya kuwa wake, akanihudumia na kuishia hapo tu. Akaamua kunioa, lakini haikuwa bahati yangu kwa sababu siku ya ndoa ndio siku ambayo nilimkosa huyo mwanaume. Mshikaji alimwonea huruma kweli bidada ambaye anakuwa kwa jina la Jemima kwa sababu historia yake inasikitisha. Ni historia ya huzuni kweli. Ni historia ya huzuni hii blabla. Ila Mwamba alikuwa akimshauri bidada kwamba inabidi aweze kutoroka hapo kwa sababu hawezi kusubiri afya baada ya siku 30 kwa sababu Mwamba ikaamini kwamba bidada hana makosa yoyote. Yeye hajamuua mshikaji ambaye anaitwa Deogratius. Anachokiamini kwamba huyu dada hawezi kuua. Yeye mshikaji ndo mtu wa kwanza kabisa kuweza kumwamini huyu bidada ambaye anaitwa Jemima, ijapokuwa kila mtu ampendi. Ghafla mlango ukagongwa na alikuwa ni Bishangazi. Na alikuja akiwa moto vibaya mno. Akamwangalia mshikaji kamzumu. Akamwangalia bidada alikuwa amejifanya amelala pale baada ya Bishangazi kuweza kuzama ndina. Hivi wewe nini ambacho nakifanya kwenye hichi chumba? Kama ni binti kupona, si umeshamtibia sasa hivi yuko sawa. Unafanya nini humu? Mbona sikuelewi wewe? Au unataka kumjunja marehemu mtarajiwa? Maana huyu ni lazima afe tu baada ya siku 30 kuweza kuisha. Kama una plani ya kumjunja, umeakanyaga kwa sababu unamjunja mchawi na utakufa kama ambavyo amekufa mtoto wangu. Alafu Bishangazi akanajijenga. Nadhani umenisikiliza kwa makini. Huyo ni mchawi. Ukijitahidi kumgusa tu eti umjunje eti mtafune kitumbua, utakufa na wewe. Bishangazi anamitisha vibaya mno. Mshikaji alikuja kumwambia kila kitu rafiki yake. Ana plani ya kuweza kumtolosha bidada ambaye anakwenda kwa jina la Jemima. Rafiki yake alikuwa akimzuia kwa sababu mshikaji anaenda kucheza mchezo wa hatari kweli. Lakini Mwamba hakuwa na namna. Leo tunamwona Bishangazi alikuwa akitoka zake hapa mdogo anaelekea zake job, yani kazini. Katia ufunguo wake pale mdogo akawa anajichenga. Lakini utoka uamini, mshikaji alikuwa akimzoom tu, alikuwa akimvizia. Siku ya leo Mwamba anahitaji kuweza kufanya kitu dhidi ya bidada ambaye anakwenda kwa jina la Jemima. Basi Bishangazi baada ya kuondoka, mshikaji alikifanya kabidi aweze kubeba funguo pale. Anahitaji kuweza kumsaidia bidada ambaye anaitwa Jemima kwa sababu kagundua huyu dada hana makosa yoyote. Wanamsingizia kwa kuweza kusema kwamba amemuua mume wake. Tafadhali, hii ni time yako sasa. Hii ni pesa na hii ni simu. Kuna mtu itabidi uweze kuwasiliana baada ya kuweza kufika huko. Tafadhali, naomba uweze kuondoka hapa. Bidada alikuwa kigoma lakini mshikaji ana force. Lazima uondoke. Uweze kusubiri kifo chako wewe mwenyewe. Inabidi ujichenge bana. No way. Bidada inabidi aweze kujichenga. Mwamba alimbembeleza lakini bidada alikuwa hahitaji kabisa kuweza kuondoka. Tafadhali, mimi naogopa. Hutakiwi kuogopa. Inatakiwa ujikaze. Jikaze. Sawa tuenzao bana. Basi mshikaji kabidi aweze kumkokota bidada ambaye anakwenda kwa jina la Jemima. Bidada no way, mchaka chinja. Hakuna namna, inabidi hawezi kutoroka. Kuwa na roho ya kijasiri. Ukifika kule, make sure unanitafuta. Wewe unaenda wapi na huyo binti? Tulijua tu mpumbavu wewe. Unadhani atakukusoma? Mshikaji utoka uamini kwamba kumbe alikuwa amemsoma. Na alipohitaji kutoroka, utoka uamini
kumbe walikuwa wamekuja na vidume hapa, walikuwa wamekuja na manjemba. Miamba litaitishwa, wote mtakaa lock up, washenzi wakubwa nyie. Wenyewe wanabishana na muda wote. Utoka uamini, babake na mshikaji alikuja kwa sababu kuja kumkomboa mshikaji, kwa sababu alikuwa amefungiwa kwenye nyumba, alikuwa wahitaji kabisa kuweza kumtoa. Dadi, amna cha dadi hapa, unazingua mwanangu. Sizingui, huyu binti anamuonea, ni binti mzuri tu, hawezi kufanya mauaji. Unamsemeaje? Yule ni mchawi. Mimi nakuthibitishia hilo mwanangu, kaa mbali na matatizo ya watu, hii sio familia yako bana. Alafu Mdingi akawa anajichenga, hii sio familia yake, asiingilie vitu ambavyo havimuhusu. Na siku ya leo ndo siku ya 40 ya bidada, siku ya bidada kuweza kupigwa mawe mpaka kufa baada ya siku 30 kuweza kuisha. Leo ndo siku ambayo binti ni lazima auawe kama ambavyo alimuua mwenetu. Ndiyo, muuaji huyu, ukiua kwa upanga utakufa kwa upanga, ni lazima auawe huyu. Lakini utoka uamini mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Owen alikuwa kitimba hapa, huyu ni lazima uawe, tunamuua kwa kuweza kumpiga mawe mpaka afe. Wewe kama nani uweze kutoa hukumu kwa binadamu mwenzako? Huyu ni mchawi, sio binadamu, huyu ni mwanga, inabidi aweze kuuawa. Watu ndio ni lazima uawe, lazima uawe. Wewe kama nani? Mimi kama mwananchi mwenzake ninapinga, huyu binti hawezi kuuawa. Wewe kama nani? Huwezi ukapinga lolote, ni lazima uawe. Na huyu mshikaji alikuwa akichukua kwa makini, hawezi kuuawa, hamwezi mkajichukulia sheria mkononi, ni lazima muweze kufuata protocol. Serikali ipo, mahakama ipo, inabidi muweze kumpeleka mtu mahakamani. Alafu niliwasikia kila kitu wakati mnaongea siku ile. Wewe mama ni mchawi, ni mwanga, siwe na mume wako kila siku mnagombana kwa sababu kuweza kurithi mali za mtoto wenu ambaye sio mtoto wenu wa kumzaa, ni mtoto wa mdogo wenu. Watu usizungumze hivyo bana, kama teni huyu mbwa. Basi vidume vikao vinamsogelea mshikaji kuweza kumkamata. Yoyote atakayenisogelea amekwisha, nitamuonesha ukenge. Na msichokijua ni kwamba niko live, dunia nzima inatazama. Mkijaribu kufanya kitu chochote cha kipumbavu, basi dunia nzima itawaona na mtaadhibiwa vikali. Mshikaji utoka uamini kwamba alikuwa live bila chenga, kwani alijua hili jambo bila kuwa live hakuna mtu ambaye anaweza kumwelewa. Mwamba alikuwa akizungumza maneno ya kishujaa kwamba ni lazima tuweze kumtetea. Hiki ambacho kinatokea kwa huyu Jemima kinaweza kikatokea kwa yoyote, kwa mimi na kwa kila mtu hapa. Inabidi tuweze kusimamia msimamo. Jemima hawezi kuuawa. Ndiyo, ni kweli bana, hili jambo limekuwa likituumiza wanawake kwenye hichi kijiji. Ndiyo, Jemima ni lazima aachiliwe. Jemima hawezi kuuawa. Utoka uamini, mshikaji alijikuta anakuwa shujaa ghafla, mpaka babake alibaki anashangaa. Mwamba kawa shujaa, alimtetea bidada ambaye anakwenda kwa jina la Jemima. Watu alimbeba, shujaa, mimi ndo shujaa. Kwa babake mshikaji content creator utoka uamini kwamba Mwamba kageuka shujaa. Mwamba anajikuta Sharukani wa kwenye picha la Kihindi kwa babake. Miamba wamembebelea mshikaji, alikuwa happy kinoma noma. Lakini kimbembe kinakuja maskani, Mdingi katimba. Kama unakumbuka, alimkataza mshikaji kuingilia vitu ambavyo havimuhusu. Dadi, kweli naomba unisamehe, lakini baba mwenyewe uliniambiaga kwamba inabidi niwe nasimamia haki. Mimi nimesimamia haki babangu, siwezi kuona mtu haki yake inapotea alafu nikakaa kimya. Siwezi babangu mimi, hata kama nimekosea shega tu. Lakini Mdingi kamwambia ongela mwanangu. Utoka uamini, Mdingi kapenda kitu ambacho mshikaji amekifanya, na ninakuruhusu mwanangu. Leo nimeamini kwamba content creator kumbe ni kazi. Mshikaji alifurahi kinoma noma, kwa sababu content creator yako imeweza kusaidia maisha ya mtu leo. Utoka uamini, Mdingi alizungumza jambo kubwa kweli. Unajua bana, watu wanaweza kuwa na kucheka, wanazungumza mambo mazito mabaya kuhusiana na kitu ambacho nakifanya, lakini wewe komaa, kwa sababu hao ambao wanakuzungumzia ubaya ndo hao ambao watakuja kwa sababu ya kukusifia. Watu wengi wanakomentigi vibaya kuhusiana na mimi, jini ya sauti ya Simba, sijui minjunjo, sijui nyokonyoko, sijui fyoko. Ndo hao wanakuja kusifia baada ya kukuta movie ni tamu kinoma noma. Ndo hivyo bana, no way. Nimejifunza kitu kikubwa kweli kupitia hii picha. Hata kama kitu ambacho nakifanya hakisapotiwi na mtu yoyote, ipo siku moja tu kitakuja kusapotiwa baada ya kuweza kuona ni kikubwa zaidi. Utoka uamini, Mdingi pamoja na Bishangazi walikuja kufungwa. Walifungwa miaka milioni 10 magereza. Miaka milioni 10 magereza walifungwa. Na mshikaji alibaki na huyu dada ambaye anakwenda kwa jina la Jemima,
na kuona na upala wako umekupendeza vibaya, mnasema umekuwa kabaya. Ile na taarifa kwa ajili yako. Mshikaji akawa anampatia mtoto wa kike. Hii ni taarifa kamili kuhusiana na kifo cha mume wako. Alikufa kwa sababu ya heart attack. Hakuna uchawi wote wala ndumba. Bidada alikuwa akili kwa sababu hii kesi kapewa yeye kwamba kamuua mume wake, lakini mume wake alikufa kwa heart attack tu. Ndio hivyo bana. Haya ndo mambo ya kijijini. Yaani mambo ya kijijini ukijichanganya tu kidogo ukawa kama sababu ya kifo cha mtu akipoteza maisha, basi ujue umekwisha. Hata wahangaike kupima wala nini. Lakini mshikaji kampambania bidada ambaye anakwenda kwa jina la Jemima. Ampe nini huyu mkaka jamani? Maana kamtendea jambo kubwa kweli kwenye maisha yake. Bidada aliishia kumtazama tu mwamba. Na utoka uamini, ukaribu ulizidi kuwa mkubwa kati ya wawili. Mshikaji alizidi kutengeneza ukaribu na bidada ambaye anakwenda kwa jina la Jemima. Na mnaelewa tabia za ukaribu huaga zinatengeneza mahusiano ya kimapenzi. Utoka uamini, mshikaji pamoja na bidada walijikuta wanaingia kwenye penzi zito. Mwamba akajikuta anampenda bidada ambaye anakwenda kwa jina la Jemima, na Jemima akajikuta anampenda mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Owen. Na nikwambia kitu kimoja ambacho najua kitakufurahisha mtazamaji wangu, ni kwamba mshikaji alikuja kumwoa bidada ambaye anakwenda kwa jina la Jemima, na Mwenyezi Mungu alivyokuwa ni wote, alikuja kuwa bless, walikuja kupata mtoto mchele, na mtoto wa kwanza wakamuita Genius. Wewe wanalipenda jina langu wewe. Mimi ni Jini Sauti nang'ata, Jini Sauti ya Simba.